الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. بعد، يقول المولى الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile na kumtakia rehema na amani bwana wetu mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Katika mazungumzo yetu yaliyopita tulikomea katika aya 4 ya suratul Kahf. Katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: wa yundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Na Qur'ani hii imeletwa kwetu ili iwaonye wale wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejifanyia mtoto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mtoto. Kwa hiyo Qur'ani hii imekuja kwa ajili ya kuonya kwa ujumla wale wanaokwenda kinyume na mwongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hapa pametajwa mahsusi wale wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu kajifanyia mtoto, kwa sababu hili ni kubwa zaidi kuliko mengine. Na ndio tukasema kwamba kwa mujibu wa Qur'an, shirki ni dhulma kubwa kuliko zote. Na ndio tukasema vile vile kwamba shirki maana yake ni kutokuwepo kwa tauhidi, na kuwepo kwa tauhidi maana yake kumkubali na kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Maana yake ni kuwepo kwa mbingu na ardhi na vyote vilivyomo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anathibitisha kwamba lau kama hakuna tauhidi, basi mbingu na ardhi na vyote vilivyomo vingeharibika. Na ndipo tuliposoma aya za Qur'ani katika darasa yetu iliyopita kwamba tauhidi ndio muhimili wa kuwepo mbingu na ardhi na vyote vilivyomo. Na tulisema kwa kuwa katika mbingu na ardhi, milima, majabali na vyote vilivyomo kuna uhusiano fulani, uhusiano baina ya viumbe vyote vya Mwenyezi Mungu. Uhusiano huu unaonesha kuwepo kwa wahdatul khaliqi, umoja wa yule aliyeviumba. Na kama si mmoja, basi ule uhusiano vile vile utatoweka na hatimaye vyote vitaporomoka. Hapata kuwepo na mbingu, ardhi, wala hapata kuwepo na majabali, bali uhai utakuwa ni mgumu. Kwa hivyo Qur'ani mbali na kuja kuonya mambo mengine, lakini imekuja kuonya hasa wale waliosema ittakhadha Allahu walada, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejifanyia mtoto. Na tukasema watu hawa mkina nani?
walokusudiwa hapa ni ahlul kitabi kwanza, al-yahud wal nasara, lakini vile vile na makafiri wa Quraysh, kwa sababu wao walisema kwamba malaika ni mabinti wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waja'alu al-malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha, wakawafanya malaika ambao ni waja wa Mwenyezi Mungu kuwa ni mabinti zake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya 4 ya sura hii anaeleza hivyo tulivyoelezea. Lakini Mwenyezi Mungu anaendelea kwa kusema ma lahum bihi min ilmi, hawana ujuzi, hawana elimu kwa hilo wanalolidai. Lau wakitakiwa kuwa watetee kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mtoto, basi hawana ilmu, hawana ujuzi wa kuweza kutetea hilo. Kwa hivyo akida hiyo ya kuamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mtoto ni akida ambayo haijajengeka katika misingi ya ilmu. Hiyo ndio maana ya haya. Wala liabaihim, wala wazee wao vile vile hawana ilmu juu ya akida hiyo ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mtoto. Na Mwenyezi Mungu amesema vile vile hata wazee wao hawana ilmu, kwa sababu akida hiyo, itikadi hiyo ya kwamba Mwenyezi Mungu ana mtoto, wao wameirithi vile vile kutoka kwa wazee wao. Kwa hivyo wao hawana ilmu, lakini na wazee wao ambao wamewarithisha itikadi hiyo vile vile hawana ilmu. Kwa lugha nyingine, watu hawa hawana ilmu tauhidi, hawana ilmu ya kumtambua Mwenyezi Mungu kwamba ni mpweke mmoja, hana mshirika, lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa. Kwa lugha nyingine, hawamtambui fika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Qur'ani inatufunza katika aya nyingi kwamba kuna uhusiano baina ya tauhidi na ilmu. Yani mtu mwenye tauhidi, kwa maana ya kuwa anamfahamu vyema Mwenyezi Mungu, ndiye anayeweza kuwa na ilmu ya kweli. Kwa hivyo kuna uhusiano baina ya tauhidi na ilmu. La pakiwa na shirki, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamtambui yule mwenye shirki kwamba ana ilmu sawa sawa. Ndio maana Qur'ani inasema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika wanaomcha Mwenyezi Mungu vilivyo inapopaswa kumcha ni wale wenye ilmu. Kwa hivyo kuna Mungu na ilmu, vitu viwili hivi viko pamoja. Lau pakiwa na shirk, ikawa Mungu hajatambulika vizuri, basi yale maarifa na ilmu hayatakuwa sawa sawa. Ndio namna hiyo Qur'ani inatufundisha. Qur'ani inatufundisha kwa kusema wattaqullaha fattaqullaha wa yuallimukumullah, mcheni Mwenyezi Mungu atakuelimisheni. Kwa maana ya kuwa takwa, kumtambua Mwenyezi Mungu sawa sawa, ndiko ambako kunafungua milango ya elimu. Sasa hawa ambao qalu takhadha Allahu walada, Mwenyezi Mungu wanasema Mwenyezi Mungu kajifanyia mwana, mtoto. Mwenyezi Mungu anasema ma lahum bihi min ilmi, hawana ilmi kwa hilo, hawana ilmi ya tauhidi. Wala liabaihim, na hata wazee wao vile vile hawana ilmu. Lakini ni vizuri tufahamu ilmu maana yake nini, kwa sababu tunawaona mushrikuna wengi ni wavumbuzi, ni wagunduzi wa mambo mbalimbali, wana taaluma kubwa, na pengine wanaonekana kuwa wao ndio wanaendesha ulimwengu. Lakini Qur'ani inatufunza kwamba mwenye ilmu ya kweli ni yule anayemtambua Mungu,
Kwa hivyo kama humtambui Mungu, huna ilmu ya kweli. Sasa ilmu maana yake ni kashful haqaiq, kashful waqi, ni kule kufungua pazia ukafahamu ukweli wa mambo, yani uhakika wa jambo, si kuleta lile jambo lipo tangu hapo lakini watu hawalioni. Kwa hiyo anayefanya utafiti ni yule anayetoa lile pazia kisha akathibitisha ukweli wa jambo ambao hauko wazi. Hiyo ndio maana ya ilmu. Kwa hivyo wenye ilmu ni wale waliofanya utafiti katika mambo, wakaelewa dunia hii mambo yake yanakwendaje, vitu fulani vina tabia gani. Ule ugunduzi wao unaitwa kuwa ni ilmu. Kwa hivyo wanachokifanya, wanafanya observation, wanatizama au wanatumia milango ya fahamu ambayo Mwenyezi Mungu kampa mtu. Ima wataona kitu, watanusa kitu, au wataonja kitu, watasikia au watagusa. Hizi al-khawasi khams ndio njia na milango ya kumpa mtu elimu na maarifa. Kwa hivyo mtu akishaona kitu, na hasa kama anafanya uchunguzi, akishakiona kitu, akitizama kitu, kwa hiyo kinachofuata ni kitu anachokiita understanding, anaelewa. Kisha baada ya kuelewa anapata knowledge, yani maarifa. Kwa hivyo anakiona kitu kama ni vijidudu, virusi, kisha viona, akishaviona anaelewa, akishaelewa anapata maarifa, knowledge. Kwa hivyo kuna understanding, kisha inazalisha knowledge, maarifa. Akishapata maarifa, hatua inayofuata ni description. Sasa anaweka lebo ya vitu, anavipa majina. Anasema chemical hii inaitwa fluoride, anaipa jina, yeye mwenyewe anaamua kitu hiki kinaitwa hivi. Kwa hivyo hiyo ni hatua baada ya kuwa na maarifa. Akishakipa kitu jina, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa'allama Adama al-asmaa kullaha, amemfundisha Adam majina ya kila kitu, kwa maana ya kumpa uwezo wa kuvipa vitu majina. Lakini kinachotangulia ni dhana ya kile kitu, kisha baada ya ile dhana mtu anakipa jina. Sasa baada ya kupewa jina kinafuata kitu kingine, explanation. Kwa maana sasa ni hatua ya kuweza kuhamisha elimu, anaweza kuelezea wengine, anaweza kufafanua kwa wengine. Lakini la msingi ni kwamba ni kitu gani yeye amekitambua kikapitia process zote hizi. Ametambua nature, tabia, ulimwengu vile unavyofanya kazi. Kama ni vijidudu vina tabia gani, vina sifa gani, vina athari gani. Kama ni kemikali zina tabia gani, zinaweza kuathiri nini. Ndipo alivyovitambua. Si kwamba ametengeneza, na hata akitengeneza ni baada ya kujua tabia ya vitu, akajua kwamba nikikusanya, nikachanganya kitu fulani na kitu fulani, kitazalisha kitu fulani. Kwa hivyo kinaweza kuleta athari fulani. Kwa hiyo kazi yake ni kufahamu vitu na tabia yake, na yeye anaweza kutengeneza kitu kwa kukusanya vitu vyenye tabia mbalimbali ili viweze kuzalisha kitu fulani. Hii ndio maana ilmu tulokuwa nayo. Sasa kwa nini hawa ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu wanaitwa kuwa hawana ilmu? Ni kwa sababu wao wakifikia hapo, wakishafahamu kanuni zinazotawala dunia, sifa na tabia ya viumbe vya Mwenyezi Mungu, huishia hapo hapo na kuamini kwamba nature inafanya kazi. Nature ndio inahusika. At-tabia
Kwa hivyo haya yote ni zao la nature. Na sisi tunauliza kwamba nature ndio nani? Nature ina akili, inaweza ikapanga vitu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile ametutaka tupitie michakato hiyo hiyo anayosema. Lakini tufahamu kwamba Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, kwamba Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kakipa kila kitu umbile lake, structure yake, shape yake, thumma hada, kisha akakiongoza, akakipa tabia fulani. Kwa hivyo sisi tukishagundua yale tunasema Allahu Akbar, tunasema Subhanallah. Ama wao wakishagundua wanaishia pale, aliyesababisha hicho, aliyekipa kitu kile tabia hiyo ni nani? Huko hawafiki. Lakini sisi tunasema Mungu ndiye musabbibul asbab, ndiye mwenye kusababisha sababu za kila kitu. Na hiyo ndio elimu ya kweli. Kwa hivyo kutizama vitu ukavizingatia ili upate maarifa ndio maagizo ya Qur'an. Ukienda katika Qur'an, falyanzur, utakuta ni aya nyingi sana. Falyanzur al-insanu ila ta'ami, basi naangalie binadamu katika chakula chake. Anna sababna al-ma'a sabba, Mungu anakutaka uangalie ule mchakato mzima wa kutengenezwa chakula mpaka ukakila wewe. Kwa hiyo falyanzur maana yake ni kufungua milango ya elimu, uanze kuchunguza, uanze kudadisi, ni kukutuma wewe udadisi. Na ndio Socrates anasema kwamba elimu yoyote ile inaanza by wondering. Maarifa yoyote yale yanaanza kwa kule kukishangaa na kukidadisi kitu. Ndio mwanzo wa maarifa na elimu yoyote. Lakini kwa nini ukishangae kitu? Ni kwa sababu kina kanuni zinazotawala ndani yake, unataka uzijue. Kwa hivyo usitosheke kushangaa tu, lakini ufikie kumfahamu yule aliyeweka zile taratibu katika kile kitu. Kwa hivyo kazi yako wewe ni kuchunguza, ukasema la, kuna virusi hapa, hichi cha kwanza tutakiita HIV1, cha pili HIV2. Haya ni majina umetengeneza wewe baada ya kukifahamu na kufahamu tabia zake. Sasa nani alikiumba na kukipa hiyo tabia ya kuweza kuingia katika mwili wa binadamu na kuweza kumfanya binadamu akakosa zile nguvu za kupambana na maradhi? Kwa hivyo Mungu anatutaka vile vile tudadisi, kwa sababu ndio njia ya kupata maarifa. Falyanzur al-insanu mimma khuliq, na atizame binadamu kaumbwa kutokana na nini. Atizame hilo, adadisi hilo, kwa sababu litampeleka katika maarifa. Lakini hayo maarifa na ilmu visimtenganishe na yule aliyemuumba binadamu. Na ndio Mwenyezi Mungu anasema wa fi anfusikum afala tubsirun, na katika nafsi zenu mnaweza kumuona Mungu, je hamuoni? Kwa hivyo kinachotakiwa udadisi ili umfikie Mwenyezi Mungu. Lakini ikiwa udadisi wa hao mushrikun ni kuishia katika nature, kwamba nature ndio imetengeneza hivi, mvua ili itokee lazima pawepo na sifa hii na sifa hii, mawingu yakusanyike, kisha baadaye mvua inashuka. Lakini nani anayeyapa mawingu tabia hiyo na uwezo huo wa kujikusanya? Uhusiano wa hivi viumbe vya Mwenyezi Mungu mpaka kuweza kuform mvua ikanyesha, ni nani ambaye ni musabbibul asbabi, anayesababisha sababu zote hizo? Hapo wanakomea. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndio maana anasema hata wakifikia katika maarifa gani, hawana maarifa ya kweli, kwa sababu yule ambaye ni source ya elimu, ni chanzo cha elimu, wamemtenga katika elimu, wamemweka pembeni. Tuliwahi kusema siku moja kwamba mwanasaikolojia Sigmund Freud
anapozungumza kuhusu dini anasema jamii zinagawanyika katika makundi au zinakwenda kisaikolojia katika stage 3. Ya kwanza ni ile hatua ya superstition, kuamini mizimu, kuamini wazee wetu waliotangulia, kuamini kwamba mizimu inahusika katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hivyo huo ni ujinga wa kwanza, na binadamu anachotaka kujiliwaza tu katika matatizo yake ili amsingizie mtu fulani au kitu fulani apate burudani katika maisha. Kwa hivyo misiba inayompata anasema wazee wamechukia, kwa hivyo tunafanya kafara na nini, analiwazika. Haya ndio maelezo ya bwana huyu. Kisha hatua ya pili kisaikolojia, jamii inapitia katika hatua ya religion, dini. Sasa wameendelea kidogo kisaikolojia, binadamu sasa wanaamini kuna Mungu mkubwa aliyeumba kila kitu na nini. Lakini ukweli hasa vile ni kutaka kusingizia tu yale matatizo yao ambayo yamekosa solution. Wanatafuta wa kumsingizia ili wapate faraja, yeye ndio kapanga. Kwa hivyo kaamua hivyo, tena lazima tukubali hali halisi. Lakini hatua ya tatu ni science, kwamba sasa katika science hakuna haja ya kuzungumza habari hizo. Suala ni kufanya utafiti tu wa kisayansi, na kama kuna tatizo utafute solution ya kisayansi. Ndio Sayyid Qutb katika kumjibu anasema huyu amemkanusha Mungu akamthibitisha Mungu mwingine. Kwa hivyo alichokifanya ni kuthibitisha Mungu anayeitwa science, na si zaidi ya hapo. Mbali na kuwa tabia ya ilmu, kama wanavyosema, tabia ya ilmu ni tentative, yani ina tabia kwamba pale ambapo mtu anapata solution la tatizo anazalisha matatizo 1000 mengine. Kwa hivyo kama kuna tatizo limefanyiwa utafiti kisha watu wakafikia hatima ya kuona solution yake ni hii, huwa tayari wamezalisha matatizo 1000 mengine. Kwa hivyo elimu inakwenda namna hiyo. Kwa hivyo elimu haijafikia mahala pa kusema kwamba inatatua matatizo ya binadamu. Bado tuna matatizo sisi mengi ya matetemeko ya ardhi ambayo bado elimu haijaweza kuzuia, ni matatizo. Lakini mwenye dini wanasema, wanaamini kwamba kuna anayeweza kuzuia. Mbali na kuwa kuna ambao wamefanya miujiza ikaonekana na wakaishi baina ya watu kwa kufanya mambo ambayo yanakiuka hizo kanuni za kisayansi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka tuwe na tabia ya udadisi, lakini tutakapofanya udadisi uishie katika kumtambua yeye. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, tuangalie ngamia kaumbwaje ili tuweze kumtambua Mwenyezi Mungu katika ngamia. Tutizame milima kaifa nusibat, namna gani Mungu ameisimamisha, ile itufanye tumtambue Mungu. Ule udadisi utufikishe kwa Mwenyezi Mungu. Tuitizame ardhi vipi imetandikwa, hilo litufanye tumtambue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hawa mushrikun, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim, hawana ilmu ya tauhidi hawa wala baba zao wazee wao, kwa sababu hawa wamerithi kwa wazee wao, na hawana hujja. Wakiulizwa kwa nini, wanasema inna wajadna abana, bwana mila na desturi, sisi ndivyo tulivyokuta wazee wetu, hatuwezi kukiuka taratibu za wazee. Namna hii tumewakuta na sisi tutaendelea na mila hiyo. Hawakujenga akida hiyo katika hujja. Hilo lililotoka katika vinywa vyao. Kwa hivyo kusema ittakhadha Allahu walada ni neno kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio tukasema kwamba maana yake ni kwamba hakuna mbingu, hakuna ardhi, hakuna uhai. Si neno dogo. Kaburat kalimatan, neno hilo limekuwa kubwa, takhruju min afwahihim, lililotoka katika vinywa vyao. Na neno kalima linaweza likaa kwa maana ya neno moja au kwa maana ya maneno mengi, kama tunavyoona hapa.
Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, enyi watu wa kitabu, njooni katika neno kwa maana ya maneno, sawa'in bainana wa bainakum, yatakayotuweka sawa baina yetu sisi na nyinyi. Ni yapi? Alla na'budu illa Allah, tusimwabudu ila Mwenyezi Mungu, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, na wala baadhi yetu wasiwafanye baadhi kuwa ni miungu pasina Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo na kalimatu tauhid ni la ilaha illa Allah. Kwa hivyo maneno ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtoto ni maneno mazito sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ningependa turudie kusoma baadhi ya aya zinazoonyesha ukuu wa maneno hayo kisha tuendelee. Jana tulisoma aya inayosema waqalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda, wakasema huyo Rahmani Mungu wa rehma amejifanyia mwana mtoto. Laqad ji'tum shay'an idda, kwa hakika mmefanya jambo la kuchusha sana, la aibu sana, kubwa sana. Jambo hili takadu samawati yatafattarna minhu, mbingu zinakaribia kuporomoka kwa kusema nini maneno hayo. Watanshaqu al-ardh, na ardhi inakaribia kupasuka. Watakharru al-jibalu hadda, na milima inakaribia kuanguka na kukatika vipande vipande. Anda'u lirrahmani walada, kwa kule kumuita Rahmani kwamba ana mtoto, kwa sababu vyote hivi vimesimama kwa tauhidi, na tauhidi ikiwa hamna vyote vinaporomoka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hayo ni maneno makubwa sana kusema kwamba Mwenyezi Mungu kanifanyia mtoto. In yaquluna illa kadhiba, hawasemi ila uongo. Kwa hivyo maneno hayo ya kwamba Mwenyezi Mungu ana maana ni uongo, na uongo maana yake ni maneno ambayo hayafanani na ukweli halisi. Hali halisi ni kinyume na hivyo. Kisha Mwenyezi Mungu anasema fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illa yu'minu bihadha alhadithi asafa, bali wewe Muhammad pengine ukahiliki nafsi yako, ukahilikisha nafsi yako kutokana nao hawa mabwana, kwa sababu kutokana na kusikitika, kutokana na kutokuamini watu hawa. Yani mtume anafikia hadi ya karibu kuhilikisha nafsi yake kwa kusikitika kutokana na watu hawa kutoamini. Aya hii ina maana kwamba yule mlinganiaji anatakiwa awe na mapenzi kwa wale waliopotea, kiasi kwamba anakaribia kuhiliki yeye kwa sababu tu hawaamini ule ujumbe anaopeleka. Kwa hivyo ni kiongozi ana huruma na watu waliopotea, na hii ndio tabia ya mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapomzungumza Musa alayhi salam anasema vile vile, faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa, baada ya Musa alayhi salam kumkuacha watu wake na kuondoka tu na baadhi ili kwenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliporudi aliwakuta watu wake wamerejea katika kuabudu masanamu. Mwenyezi Mungu anasema basi Musa akarejea kwa watu wake ghadbana asifa, mwenye hasira, lakini akiwa katika hali ya kusikitika sana. Kwa hiyo walipatwa na masikitiko. Kwa nini? Kwa sababu watu wamepotea. Ndio haya tuliyosema jana kwamba muballigh na mlinganiaji dini yoyote yule anatakiwa awe na huruma na watu wale anaowaona kuwa wamepotea. Ile huruma ni mlango vile vile ya kuweza kuwapata watu wale.
atakuwa na lugha nzuri, atakuwa ni mpole, na mtume ndivyo alivyokuwa. Na ndio tukasema siku moja hapa kwamba lau Muislamu wa leo akimuona mtu si Muislamu kasimama mbele ya kibla au tuseme mihrab katika msikiti anakwenda haja ndogo, atafanya nini? Muislamu wa leo amuone bwana mmoja si Muislamu, na hata ukimtizama sura yake inaashiria kwamba kweli huyu bwana si Muislamu, kasimama katika mihrab ya msikiti au nje ya msikiti katika ukuta wa msikiti anakwenda haja ndogo, Waislamu watamfanya nini mtu yule? Na tunaona mifano leo hii, ikiwa tumebeba jeneza tu sisi Waislamu, alafu kuna gari inataka kukatiza katikati ya jeneza, tunafahamu Waislamu huwa wanafanya nini. Lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pindi alipokuja mtu akakojoa katika ukuta wa msikiti akiwepo akitizama, na masahaba wakawa na hamasa sana, taban baadhi ya kwamba wamdhuru bwana yule, wampige. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwazuia, kisha akamwita bwana yule, akamuuliza, akatambua ni nani yule, na akajua si Muislamu, na wala hajui kwamba ule ni msikiti, wala hajui itikadi ya Waislamu juu ya mkojo, hajui chochote. Kwa hiyo alichokifanya ni kumuelimisha kwamba bwana pale ni msikitini na sisi Waislamu hivi na hivi na hivi. Muislamu leo anafanya hivyo, na swala hili haliwahusu tu wale ambao tunawafahamu ambao wanavuka mipaka katika ukali, bali hata Muislamu wa kawaida yule ambaye tangu hapo haingii msikitini. Ndio jana tulikuwa tumekaa na shekhe mmoja katika mashekhe, akawa anasema ukitaka kujua watu wanaompenda Mtume Muhammad, nenda kwa walevi Waislamu. Wale walevi Waislamu ndio wanaompenda Mtume sana. Kwa hivyo kama kuna mapambano ya kumpigania Mtume, kawachukue wale, uwaambie nyinyi mmekaa bure hapo na leo bwana Mtume anatukana, utaona mapenzi yao kwa Mtume. Kwa hivyo Waislamu tatizo lao ndio hilo, kuendeshwa na hamasa zaidi. Kwa hivyo mtu anahisi kwamba akiwa mkali zaidi ndio ana imani sana, akiwa mkali zaidi ndio anampenda sana Mungu, wakati ambapo tunafunzwa na mitume na maisha ya mitume kwa ujumla na namna walivyokuwa. Jana tulizungumza kisa cha Mtume kuingia Makka, na wale watu wa Makka namna walivyomfanya Mtume na namna walivyowafanya maswahaba wa Mtume. Leo hii Mtume anarudi, anateka mji wa Makka, ni wale wanamtizama, anaingia bila vita, lile jeshi lake tu, ile haiba ya jeshi lake, hakuna haja ya kupambana. Kisha anawauliza, mnadhani mtafanyaje? Lakini kwa kuwa wanajua historia yake, Mtume hakuwa sawa sana yule baba ambaye mtoto akifanya kosa harudi nyumbani, labda akatafute mzee wa jirani amlete, kwa sababu anajua hakuna salama yoyote nikirudi nyumbani. Kwa hivyo wanamjua Mtume na wanafahamu historia yake tangu akiwa Makka. Kwa kumwambia akhun karimu ibnu akhin karim, wewe ni mtu mtukufu, mwana wa mtukufu, hatutarajii kwako ila kheri tu. Lakini Mtume kuonyesha kwamba anayoyafanya ni sera au ni sira ya mitume wote wa Mwenyezi Mungu, akawaambia hivi, mimi sitokuambieni ila yale alowaambia ndugu yangu Yusufu kuwaambia ndugu zake. Kwa sababu Yusufu vile vile alifanywa vituko ambavyo watu wanashauriana baina ya kumuua au wamtupe hai. Kwa hivyo ilikuwa azma ni kumuua ndugu yao, lakini wanataka wamuue kwa husna.
Kwa hivyo rai iliyoshinda ni kwamba tumtupe tu katika kisima kirefu, atupwe kutoka haijulikani, lakini ndugu yao wakamfanya hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutokana na subra yake na uchamungu, Mwenyezi Mungu akamrejeshea heshima kutoka katika utumwa kuwa mfalme. Amepita safari ndefu, kawekwa jela, katumikishwa kwa sababu ya vitendo vya ndugu zake. Leo ndugu zake wanakuja, wanahitajia mgao wa chakula, mgawaji yeye. Wewe ungefanya nini? Si hawa ndugu tuliokuwa nao leo hii katika majumba yetu, tunapelekana mahakamani, tunapokotana, na hawa ndugu tuliokuwa nao leo hii hawajafanyiana yale Yusuf na ndugu yake au ndugu zake walofanyiana. Yale ni makubwa sana. Hawa tuliokuwa nao wametukanana tu, wamepelekana mahakamani, tugawane mali yetu, hatuwezi kukaa pamoja, tuuze, kila mtu aondoke na chake. Na pale pale katika kuuza vile vile, yule aliyekuwa mbele anaanza kula huko kabla hajauzwa, kisha anawaambia mgao uliokuja ndio huu. Ndio jamii zetu zilivyokuwa, na hakuna kusameheana, bali watu wanaapizana kwamba mimi nikifa usije wewe katika jeneza langu. Hivi ndivyo tulivyofikia sisi. Sasa hawa ni Waislamu wametofautiana. Kama kuna kupotoka, bado yuko ndani ya duara la Uislamu. Na ndio maana Imam Ali alipokuwa akipigana na Khawarij ni watu kwa ijmai ya Waislamu wote. Khalifa aliyeteuliwa amekubalika na Waislamu wote. Hairuhusiwi Kiislamu utoke nje ya taa ya khalifa kwa ijmai ya Waislamu wote. Sasa huyo Ali ni khalifa wa kwanza kwa baadhi, huyo Ali ni khalifa wa 4 kwa wengine, lakini ni khalifa. Sasa Khawarij wametoka nje ya taa, hawakutosheka kutoka nje ya taa, bali wakanyanyua upanga kupigana na khalifa. Sasa masahaba na wafuasi wa Imam Ali wanamuuliza Imam Ali, hawa tuwaiteje? Makafiri, mushrikuna, tuwape taito gani hawa? Imam Ali anasema, ikhwanuna baghaw alayna, hawa ni ndugu zetu wamevuka mipaka dhidi yetu. Kwa hivyo ikhwanuna ndilo lilotangulia, hakuwafikisha mahala kuwaita kwa makafiri. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii, fala'allaka bahi'un nafsaka, wewe Muhammad unakaribia kuhilikisha nafsi yako. Kwa sababu gani? Kwa kusikitika kutokana na kuwa watu hawa hawaamini mazungumzo yako haya, hawaamini Qur'an. Musa vile vile alisikitika sana kuona kwamba wale watu ambao amewatoa kwa safari ndefu kutoka kwa Firauni wakamwamini, kwa sababu watu hawa baada ya kuona muujiza wa Musa, na wakiwemo wale wachawi, walikuwa wa kwanza kumsujudia Mwenyezi Mungu, na wakasema tumemwamini Mungu wa Musa, Mungu wa Harun. Sasa leo hii wameanza kuabudu ndama. Kwa hivyo alisikitika sana kuona wamepotea. Kwa hivyo yule anayelingania awaonee huruma wale anaowalingania. Akiwaonea huruma hatuwachinja. Ikifikia mahala Muislamu anaona ni jambo jepesi sana kukata kichwa cha binadamu, kisha akashika nywele akatembea nacho, au akakitia katika mfuko, au akakitia katika friji, hiyo inaonyesha namna gani alikuwa shujaa. Isitoshe wakakipiga picha wakasambaza, dunia nzima ikaona. Turhibuna bihi aduwa Allah wa aduwakum, na ndio aya zinazosomwa. Kisha hiyo ndio ikawa sura ya Uislamu, anapotokeza mahala anaonekana hivyo.
ifikie mahala wasiokuwa Waislamu waweze kutofautisha baina ya aina za Waislamu. Hii itasaidia sana kusafisha Uislamu. Uislamu usio mchafu, na bila shaka kutokana na shepu tu, muonekano tu, tayari wameanza kuwa wanatofautisha. Yani ule muonekano wa Muislamu ukitokeza hivi, tayari imeshaanza kuwa ni kitambulisho. Na sisi tumefikia mahala leo hii, sisi Waislamu, salamu zetu za kuchagua. Hata kama nyote mmevaa kanzu, mmevaa kofia, mnapita barabarani, mkitizamana tu, mtu anajua kwamba pa kutoa salamu au kutolewa salamu. Ndivyo tulivyokuwa sasa hivi. Kwa hivyo mtu akishamwangalia mwenzake anasema hadha minna, assalamu alaykum, huyu ni mwenzangu, the way anapomuona. Na mara nyingine ukiwa wewe hodari wa kusalimia kila mtu hawaitikii. Ndipo tulipofikia sisi hapa. Kwa hivyo lazima tujenge tabia ya kumwonea huruma yule aliyepotea, sawa sawa ni Muislamu au si Muislamu, kama ambavyo Qur'ani inatufundisha. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha, kwa hakika sisi tumevifanya vile vilivyomo juu ya ardhi kuwa ni pambo kwa ardhi. Zinatan laha, vyote vilivyomo juu ya ardhi tumevifanya kuwa ni pambo kwa ardhi. Kwa nini? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, ili tuweze kuwatahini binadamu ni nani mbora wa amali. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema vyote vilivyomo juu ya ardhi tumevifanya kuwa ni pambo kwa ardhi, lakini vina malengo vile vile ya kumtahini yule anayeishi katika ardhi ni nani kati yao atakuwa ni mbora wa amali. Na maisha ya duniani yameitwa na Qur'ani kuwa ni mapambo, ni mapambo. Na ukweli pambo ni kitu kinachokurudisha macho. Si lazima uhalisia wake, ile content yake kiwe kiko hivyo, lakini macho yakitizama yanaburudika. Ndio tabia ya pambo. Na ndio maana mtu akitaka kuvaa nguo nzuri, anataka kuonekana vizuri. Na binadamu wamefikia mahala wanatengeneza chakula, kama ni keki inatengenezwa, inapambwa, inawekwa minara pengine na madirisha, inatengenezwa kiasi kwamba mtu akiitizama inavutia, lakini hatimaye ni kukatwa na kuliwa. Kwa hiyo inatafunwa, lakini hamu yake kubwa aone tu inapopendeza. Ndio ugonjwa wake, kwamba mashaallah inapendeza, imeandikwa jina fulani pale. Na ndio tatizo kubwa la binadamu. Na Qur'ani inatufunza kwamba njia kuu ya shetani katika kumpoteza mtu ni kumpambia mambo. Shetani anataka kumpoteza mtu, lile jambo ambalo si zuri analifunika kwa kava nzuri. Analikava kava nzuri, ikionekana linavutia, lakini uhalisia wake sivyo lilivyokuwa. Kwa hivyo mapambo, Mwenyezi Mungu anasema lengo lake ni kutia watu mtihani, kwa sababu ni kivutio kwa binadamu. Ikiwa nyumba, hamu yako ni nyumba mashaallah inapendeza, ina tiles, ina bafu, sio kila mahali, nyumba inavutia mtu akitizama. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema lengo la haya mapambo ni kumtahini binadamu, ili tujue ni nani katika hao ni mbora wa amali, ana amali nzuri. Kwa hivyo mashaitani katika binadamu, minal jinnati wan nas, vile vile ni werevu sana wanapotaka kuwateka watu wengine, kuwaingiza katika chama chao, kuyapamba yale mambo yao. Kwa hivyo maneno kama democracy, freedom, empowerment, equity, equality, human rights,
ndio katika, yani ni machinjio yalotumika kuwachinja walimwengu leo, kwa sababu ni maneno yanavutia sana. Unapoitwa kwamba wewe unapinga demokrasi, maana unapinga haki, unapinga haki za binadamu, unapinga uhuru, usawa. Kwa hivyo wanapoingia kwa watu kwa lengo la kuwadhulumu, huwa wanafunika lile jambo lao na vitu hivi, kwa sababu vinapendeza, vinavutia. Yoyote akisikia kwamba tumeingia nchi fulani kwa sababu tunapigania uhuru wa watu, kwa sababu nchi ile haina demokrasia, kila mmoja anawapigia makofi kwamba wamekuja kuleta demokrasia. Lakini demokrasia ni pambo lilotumika kuwavutia watu, kuwapokea watu wale ili waweze kunyanyasa na kupora mali za watu. Kwa hivyo mashaitani ndio tabia yao kulipamba jambo kwa kitu ambacho kwa nature ya binadamu anavutiwa na kitu hicho. Kisha akishakipokea kitu kile, ile content, ule undani wake, uhalisia wake sio kile ambacho kiko juu. Ni bidhaa iliyofunikwa vizuri, inayopendeza. Ukiinunua ukafika nyumbani unakuta kwamba bidhaa ile imekwisha muda wake au imeoza. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, lakini anasema linabluwahum, ili tuwatahini, ayyuhum ahsanu amala, ni nani mbora wa amali, na wala sio ayyuhum aktharu amala. Na ndio hadithi nyingi zinasema kwamba amali chache yenye kudumu